Karibuni kwenye mkutano wetu ambao kamati ya uchaguzi ya TFF iko hapa mbele yetu, na kikubwa ni kuelekea kwenye masuala ya uchaguzi wa bodi ya ligi kuu. Kwa hiyo tunaye hapa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ya uchaguzi, wakili Benjamin Kalume, ambaye atatupitisha sasa kwenye swala hilo la uchaguzi. Lakini pia ameambatana na mmoja wa wajumbe kwenye kamati, Mr. Zayumba, lakini pia mwakilishi wa bodi ya ligi Karim Buimanda naye yuko hapa. Mwenyekiti, karibu. Tunataka kufahamu katika jambo hilo sasa nini kikubwa ambacho umeweza kuwaita waandishi. Asante. Kwa majina kama nilipotambulishwa, naitwa wakili Benjamin Kalume, ni makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF. Ndugu waandishi, tumewaita kuwapa taarifa kwa niaba ya kamati ya uchaguzi ya TFF, na kwa mujibu wa kanuni ya 10 ya kanuni ndogo ya kanuni za uchaguzi za TFF toleo la mwaka 2021, kwamba tunautangazia umma wa Watanzania kuhusu uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi, ama naitwa Tanzania Premier League Board. Hivyo kwa mujibu wa kanuni hiyo ambayo nimeitaja ya 10 kifungu kidogo cha kwanza, kwamba kutakuwa na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi, na nafasi ambazo zitakazokuwa zinagombewa ni nafasi moja kwa upande wa mwenyekiti, na makamu mwenyekiti nafasi moja, na kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za ligi NBC, ligi kuu ya NBC nafasi 3, alafu kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za NBC Championship nafasi 2, pamoja na wajumbe wawakilishi wa klabu za First League nafasi 1. Sasa katika uchukuaji wa fomu kuna gharama ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, gharama ya kuchukua fomu ni shilingi 200,000, shilingi za Tanzania 200,000. Nafasi za wajumbe wa kamati ya uongozi, gharama yake ya kuchukua fomu ni shilingi 100,000 za Kitanzania, na fomu zitaanza kutolewa tarehe 2 mpaka tarehe 6 mwezi wa 10 2025, na zitapatikana katika ofisi za TFF pamoja na tovuti ya TFF. Jambo la kuzingatia ni kwamba kwenye kwenye uchaguzi huu wahusika wakuu ambao wameainishwa kwa mujibu wa kanuni ni vilabu vya ligi kuu ya NBC pamoja na NBC Championship pamoja na First League. Kwa hiyo wao ni watu maalumu, ni vilabu tu peke yake ambavyo wanahusika. Sasa mpaka kuja kufikia uchaguzi, kuna matukio ambayo yameainishwa kwenye kalenda ya uchaguzi.
Ikumbuke kwamba uchaguzi wetu utafanyika hapa Dar es Salaam mnamo tarehe 29 mwezi wa 11 2025. Kwa hiyo kwa mujibu wa kalenda ya matukio ya uchaguzi, tunaanza na zoezi la uchukuaji wa fomu. Uchukuaji wa fomu, tunaanza kuchukua fomu kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa 10 mpaka tarehe 6, na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu itakuwa ni mwisho tarehe 6 saa 10 jioni. Ndio muda ambao wa kurudisha fomu, na kamati itaweza kukaa kwa mchujo wa awali kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9, na kuna kipindi cha kupokea pia mapingamizi ambacho kipindi hicho ni kati ya tarehe 12 mpaka 14 endapo yatakuwa yameainishwa na wagombea. Na pia tarehe 18 mpaka 19 ni kipindi ambacho cha usaili kwa wale ambao kama kulikuwa kuna pingamizi yalishakuwa yamejadiliwa, na basi wataalikwa kwa ajili ya usaili kati ya tarehe 18 na tarehe 19. Kwa hiyo mlolongo unakwenda mpaka inafika tarehe 23 mwezi wa mpaka 28, kipindi ambacho huwa wanafanya kampeni, ikiwa tayari kama kuna issue za kimaadili, kuna rufani, kuna mengi tu ambao matukio tumeainisha. Nafikiri nakala hii itawasilishwa kwenu ili muwe na kumbukumbu ya kufuatilia kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo uchaguzi wetu sisi wa bodi ya ligi tutafanya tarehe 29 ya mwezi wa 11 2025. Ni washukuru kwa kutusikia na niwatakie kazi njema. Kama kuna swali, ainisha kwamba hawa mfano wajumbe nafasi ya mwenyekiti huwa wanatokea kwenye vilabu vya ligi kuu kwa mujibu wa kanuni, na vile vilabu viko 16 vya ligi kuu NBC. Kwa hiyo mwenye viti tu pekee ambao ndio wana sifa ya kuja kuchukua fomu na kujaza, pamoja na makamu mwenyekiti ni lazima wawe ni wenye viti wa vilabu. Kwa hiyo moja ya sifa lazima uwe mwenyekiti wa klabu ya ligi kuu kwa nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi pamoja na makamu wake. Sitakuwa nimeeleweka? Swali lingine au kielimu ni kidato cha 4 kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi ibara ya 9 imeainisha sifa za mgombea. Kwa hiyo ni wagombea kupitia hizo kanuni na kuona kwamba kama anaweza, lakini kigezo mojawapo ni lazima awe ni mwenyekiti wa klabu yoyote ya ligi kuu, vile vilabu 16. Nje ya hapo, hata kama una qualification nyingine kigezo hicho hauna, basi ni dhahiri shairi kwamba unaweza kukutana na kitu kingine ambacho ukitegemea. Hizo ni taratibu zao kwenye katiba zao, kwa sababu tunachoangalia ni top ranker yani mwenye cheo cha juu kwenye klabu ni nani.
Sasa kwenye kanuni zetu za uchaguzi imeainisha kwamba ni mwenyekiti. Klabu inaweza ikafanya mabadiliko ya katiba yake ikasema sasa hivi hatumwiti mwenyekiti, tunamwita rais na makamu wa rais, lakini tuna warenki wale ambao wako kwenye renki ya juu ya klabu, ndio hao wanakuwa na nafasi ya kugombea. Alafu jingine ambalo ninaona pia ni la msingi pia kuainisha, utahitajika pia upate endorsement kutoka kwenye klabu yako. Endorsement hii ya huku ni tofauti kidogo, sio ile endorsement ya 5 endorsement, hapana. Huku utahitajika uthibitisho wa klabu yako kwamba inakupa endorsement kwamba sisi tunamteua mwenyekiti wetu awe mgombea wa nafasi hiyo ya mwenyekiti wa klabu wa bodi ya ligi. Kwa hiyo ni tofauti kidogo na ile ambayo tulifanya kipindi cha wakati tunafanya uchaguzi wa TFF. Swali jingine?